kueleza ya kwamba katika haya tutakayojifunza yatajikita zaidi katika hali yetu ya umisionari pamoja na viini vya kipindi chetu hiki cha Kwaresma. Katika umisionari tutaangalia nini maana ya umisionari ama chimbuko la hali ya umisionari. Kadiri ya mwondoko wa lugha ya Kiingereza, umisionari nao unaelezwa kama the mission. Kwa Kiingereza anasema the mission, ambapo kwa asili neno mission linatoka katika lugha ya Kilatini ambayo inaeleza mittere, kutumwa. Kwa hiyo asili yake ni neno la Kilatini mittere ambalo linaeleza kutumwa. Kwa hiyo katika asili ya neno misheni, misionari, tunaona kuna neno ambalo linatuongoza kutumwa. Kwa hiyo katika mwondoko huo, tukiendelea kuchambua katika hali yetu ya kawaida ya Kiafrika ama katika maisha yetu ya kawaida ya Kitanzania, tunaona tunapata neno kwa misionari ni mtume ambaye anatumwa. Kwa hiyo tunapojiita sisi ni wamisionari, maana yake ni mitume, tumetumwa. Na maana ya kina ya neno huyu misionari ama huu utume wa misioni, maana yake ni kazi anayopewa, kazi ama lengo, yani hiyo mission au misioni yenyewe ni kazi au utume. Utume ni kazi ama lengo analopewa mtu aweze kulikamilisha. Ni kazi ama ni lengo analopewa mtu ili aweze kulikamilisha. Sasa katika mwondoko wetu sisi wa Kristo wa Katoliki au sisi wabatizwa, tunapewa kazi ya utume wa Kristo ama malengo ya Kristo, na ndio maana katika ubatizo wetu tunachota zile ofisi tatu za Bwana wetu Yesu Kristo, ambazo ni ofisi ya unabii, ukuhani na ufalme. Unabii, ukuhani na ufalme. Kwa hiyo kwa ubatizo wetu kila mmoja anaitwa kuwa mtume wa Kristo na anapewa utume wa kuweza kwenda kueleza kwa watu wale ambao Mungu mwenyewe ameweza kuwachagua kuwaita. Na katika maandiko matakatifu tunaongozwa na Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi 20. Na agizo 28:16 hadi 20, naongozo huko, natumwa kwenda ulimwenguni kote kuwafanya watu. Kwa kiini ama chanzo cha utume wetu kama wamisionari ni agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunatumwa ulimwenguni kote kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunategemea misionari amepewa ujumbe, ametumwa aende kila kona ya dunia kuweza kuwafanya watu wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kihistoria, hata kwetu sisi kuinjilishwa huku, kuna wamisionari walitufikia kwa namna ya pekee. Wamisionari wa Afrika kwenye miaka 1868 walitufikia wamisionari wa Afrika kuja kutuinjilisha kutoka kule kwao Ulaya, sehemu mbalimbali, na waliweza kuja huku kwetu
kwa ajili ya kuisha. Kwa zawadi ya imani tulionayo tunda la umisionari. Kwa unaona kabisa wale misionari walitumwa toka kwao, baada ya kutoka kwao wakaja kwetu. Misionari